Mpenzi mtazamaji wa Simba TV, ni katika juma lingine tena kwenye kipindi chako bora cha michezo hapa Simba TV, mahali ambapo unaweza kupata taarifa na habari kemkem kuhusiana na klabu yako pendwa, klabu ya Simba Sports Club. Kama si hapa, mara zote huwa na kutaarifu na kukwambia ni katika mitandao yetu ya kijamii. Ukienda Instagram ya Simba, ukienda kwenye app ya Simba, ukienda kwenye X ya Simba, zamani kitambulika kama Twitter, na mitandao mingine yote ya Simba Sports Club, huko ndio unaweza kukuta taarifa rasmi za klabu yako pendwa. Achana na maneno na taarifa ambazo si rasmi zinazungumzwa katika maeneo mengine tofauti tofauti, bali katika maeneo hayo unaweza kukuta taarifa rasmi kuhusiana na klabu yako. Kama si hapo, basi hiyo si taarifa rasmi ya klabu yako. Katika Simba TV ndani ya juma hili ninakuletea story nzuri kabisa. Pengine ulikuwa ukijiuliza, ukisikia, ukitamani kuona kupitia Simba TV. Basi kama kawaida yetu, kama ilivyo ada, tunakuletea mbele ya macho yako wewe mpenzi wa Simba TV. Story ya kwanza ni story ambayo idara habari kushirikiana na mashabiki wa Simba Sports Club kutoka hapa Dar es Salaam, Arusha, Manyara, Karatu, Babati, Loliondo na maeneo mengine ya karibu yote, tulikwenda kuzindua wiki ya Simba katika eneo la Ngorongoro. Habari, taarifa ilikuwa kubwa kwelikweli. Wale wote ambao walikuwa wanatufuatilia, hata wale ambao walikuwa hawataka kutufuatilia, walikuwa wakisikia taarifa hizo. Wiki ya Simba ilizinduliwa Ngorongoro katika wiki iliyopita, na si wiki ya Simba tu. Katika shughuli hiyo ya kuzindua wiki ya Simba, tulizindua pia jezi mpya ya mnyama Simba Sports Club ambayo itatumika msimu wa 2026-2027. Tulizindua jezi mpya za mnyama. Miongoni mwa jezi hiyo ni hapa ambayo nimevaa mimi. Tutakuja kusikia story hiyo, lakini katika story hiyo kuna mengi mazuri ambayo yametokea. Story ya pili katika Simba TV ndani ya juma hili, mara baada ya kuzindua wiki ya Simba, taratibu na shughuli zote ambazo ziliwekwa na zilipangwa zilitekelezwa kama ambavyo inahitajika. Katika wiki hii, zoezi zima la uchangiaji damu lilifanyika katika maeneo tofauti tofauti, ikiwemo hapa Dar es Salaam. Zoezi lilifanyika pale Mbagara pamoja na Karume, lakini pia Tegeta kwa Ndevu na maeneo mengine pia. Semaji la CAF akiongoza zoezi hilo, akishirikiana na wadau na mashabiki tofauti tofauti, tutakuja kuwasikia, lakini pia akishirikiana na mtoto wa rais wa club, Mohamed Dewji, mtoto wake akitambulika kwa jina la Abbas Dewji, naye alishiriki katika zoezi hilo na alipata pia nafasi ya kuongea. Mwisho katika Simba TV ndani ya juma hili tunakuletea mahojiano maalum ambayo yanahusiana na mchezaji wetu mpya, fullback huyu wa kulia, lakini pia anaweza kucheza position nyingine kama fullback ya kushoto, Nathaniel Elchilambo. Tutakuja kusikia story hiyo. Mimi ni Tobias Sebastian, tupate mapumziko mafupi kisha ni kutaarifu na kukwambia hapo awali. Historia ya kwanza katika Simba TV ndani ya juma hili ni kuhusiana na uzinduzi wa wiki ya Simba. Shughuli nzima ilifanyika pale Ngorongoro, lakini tulikusanyika mashabiki kutoka katika maeneo tofauti tofauti, ikiwemo hapa Dar es Salaam ambao wametoka Arusha, Babati, Manyara, Loliondo na maeneo mengine tofauti tofauti karibu na eneo la Ngorongoro. Tulikusanyika, tulikwenda kufanya ubwela katika eneo hilo la Ngorongoro. Shughuli nzima ambayo ilifanyika pale ni uzinduzi wa wiki ya Simba. Balali ilikuwa kubwa, unyama ulikuwa mkubwa humu njiani ambapo tulipita, lakini pia hata mara baada ya kufika pale. Katika story hii tutapata nafasi ya kumsikia meneja wa habari Ahmed Ali akizungumza nini ambacho kilitupeleka Ngorongoro, lakini pia katika story hii tutapata nafasi ya kumsikia Selemani Harub, mjumbe wa bodi, alizungumza kwa niaba ya uongozi wa juu wa Simba Sports Club, lakini pia katika story hii tutapata nafasi ya kumsikia mkurugenzi wa Ngorongoro, amezungumza kwa niaba ya Ngorongoro. Lakini kama ambavyo nimekuambia, ndani ya uzinduzi wa wiki ya Simba kulikuwa na zoezi nzima la uzinduzi wa jezi ambazo mnyama Simba Sports Club tutatumia msimu wa mwaka 2026-2027. Mkurugenzi wa Jerut ambao ndio wadhamini wetu wa kutengeneza jezi msimu huu pamoja na vifaa vingine tofauti tofauti ambavyo vinahusiana na klabu yako pendwa Simba Sports Club, alipata nafasi ya kuzungumza na tutamwangalia naye pia katika story akizungumza kuhusiana na zoezi zima la uzinduzi wa jezi. Lakini pia kutoka hapo tutakuja kuwasikia kwa mara ya kwanza baadhi ya mashabiki kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kuvaa jezi mpya za mnyama mara baada ya kuzinduliwa. Hii hapa story ya kwanza, watu tofauti tofauti ambao walizungumza katika story hiyo. Ndugu zanguni, twende sasa tukaifunue logo yetu ya Simba Day mwaka huu. Simba yo
tunahesabu mpaka 5. Alafu ikifika 5 watafungua. Tuanze 5 kushuka 1. 5 4 3 2 1. This is Hendrix. Asante sana. Moja ya logo bag kubwa. Ebo ebo na ebo iga upe ebo na ebo. Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wetu wa heshima wa klabu ya Simba ndugu Mohamed Dewji, lakini pia kwa niaba ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Simba Sports Club Bwana Crescens Magori, na kwa niaba ya mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu, na kwa niaba ya bodi kwa ujumla, mbele yenu ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi Simba. Ninawakilisha hao niliowataja na bodi kwa ujumla. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu leo kuwa hapa ambapo ilikuwa ikizungumzwa lakini leo imetokea. Ni jambo la kihistoria, tunashukuru sana. Lakini pia tunawashukuru wenzetu wa Ngorongoro kwa kutupa fursa hii. Wana Simba leo tumefika hapa, tumeandika historia. Uongo jamani? Hii ni klabu, mara zote huwa tunaandika historia. Matukio yetu yanakuaga ya maana, na ndiyo maana ndugu zetu wa Ngorongoro hawakusita kutukubalia ombi letu. Ndugu wana Simba, viongozi wamenituma kuja kueleza machache. Kubwa zaidi kwanza ni kama nilivyosema awali, ni kuwashukuru ndugu zetu wa Ngorongoro kwa ushirikiano huu, lakini pia tuchukue fursa hii kuwashukuru wadhamini wetu ambao ndio wadau wetu wanaotuwezesha klabu ya Simba leo hii imekuwa klabu kubwa, sio Afrika tu lakini bali hata duniani. Wadhamini wetu hawakukosea kuja kushirikiana nasi, kwa sababu Simba ni miongoni mwa vilabu bora venye wafuasi wengi duniani. Kwa hiyo hata leo tupo hapa ili tukio linakwenda moja kwa moja duniani huko. Hata wageni wetu hapa washangai kuiona, wakisikia Simba wanajua ndio ile klabu yenyewe. Kwa hiyo kubwa zaidi, ndugu wana Simba, salamu za kutoka kwenye klabu ya Simba ni kutoa shukrani kwa uongozi wa Ngorongoro na kutaka kwamba kuendeleza ushirikiano huu katika yajayo, kama ambavyo naibu kamishna amesema hapa. Basi yale ambayo yamekusudiwa, na tunakuahidi malengo ya Simba na hususani ya mwekezaji wetu Bwana Mohamed Dewji ni kuona siku moja tunachukua ubingwa wa Afrika. Kwa hiyo tunakuahidi tutakuja kwa mara nyingine tukiwa katika sura hiyo kama mabingwa wa katika klabu bingwa Afrika. Si ndio linawezekana hilo jamani? Kwa hiyo hayo tunakuahidi tutafanyia kazi na kuona kwamba tunafikia. Ndio mpango wetu huo wana Simba. Lakini mengine ni kuona kwamba tunaendeleza yale mazuri yetu tukianzia tarehe 12 pale Zanzibar. Ukiona sports imeendana na utalii, kwa tuna kitu ambacho kimetufungua kuona kwamba tunapoelekea kwenye mashindano ya AFCON kuna kitu kikubwa cha kuweza kufanya. Kwa hiyo uzinduzi huu umetufundisha kitu ambacho kitakusaidia kufanya wakati wa maandalizi ya AFCON. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwetu imekuwa ni shule, tumejifunza na tunashukuru sana. Ni kwamba hizi taasisi mbili kwa maana ya Ngorongoro pamoja na Simba zina vitu vingi ambavyo vinahusiana kwa pamoja. Ukiachilia jina la yenyewe kuwa ni Simba na kwa ndani ya Ngorongoro tunahifadhi Simba, pia kuna mambo mengine ambayo ni makubwa sana. Najua mengine mnayajua, mengine hayajui, lakini mtachukua muda mchache sana kueleza. Kwanza, Simba ni klabu kubwa barani Afrika. Nafikiri tunakubaliana. Haya, nasema Tanzania hakuna kama Simba. Nasema Tanzania hakuna kama Simba. Haya, Tanzania hakuna kama Simba. Imefika mbali sana. Imewakilisha sana. Haya, nasema Tanzania hakuna kama Simba. Mchezo umebaki
na Ngorongoro ni mamlaka ambayo ni bora barani Afrika. Kitu kingine ambacho tunafanana, sisi Ngorongoro tumetunukiwa tuzo za kuwa kivutio bora barani Afrika. Ndio maana tunapozungumzia PSD, kwa maana Premium Safari Destination, ikiwa ni kituo bora cha utalii barani Afrika. Lakini tunafahamu kuwa Simba ipo ndani ya timu 10 bora barani Afrika. Sasa nilitaka pia kuhusisha uhusiano Ngorongoro PSD, kwa maana Premium Safari Destination. Simba ni BCA, najua hiyo, Best Club in Africa. Kwa hiyo next time tukija kuitambulisha Simba tutasema Simba BCA. Simba, jezi ya mwaka huu ni jezi ambayo kila mwana Simba ataifurahia. Pale utakapoishika, utakapoitazama na utakapoivaa, imezingatia viwango vyote kabisa. Ni jezi ambayo utaivaa wakati wowote na kipindi chochote. Jezi ambayo haitakupa joto, ila itakuwezesha kuivaa muda wowote ukiwa na furaha. Jezi ya mwaka huu kama kawaida ni international brand. International brand. Imetengenezwa na Diadora, kampuni kubwa kabisa ya utengenezaji wa vifaa vya michezo duniani. Lakini jezi ya kwetu ya mwaka huu ni jezi ambayo inaenda kuonesha kwamba Simba ni klabu ambayo imetimiza miaka 90 toka kuanzishwa kwake. Ndani ya jezi utaona tumeweka 90 years anniversary. Wana Simba mnavaa jezi sawa wanaovaa Barcelona, sawa wanaovaa Arsenal, sawa wanaovaa Madrid. Hii jezi nyekundu nimeichagua. Kwanza unaweza kaingia nayo mahali popote. Unaweza kaendea ukweni, unaweza kaingia sehemu yoyote, hata ukiingia sehemu kubwa watakupokea tu. Kwa hiyo jezi nyekundu ndio ya kwanza kwa sababu ndio rangi ya Simba Sports Club. Unaanza na jezi nyekundu, unafuata na nyeupe, alafu hizo zingine zinafuata. Lakini ya kwanza tunaanza na rangi mama ya mnyama Simba Sports. Naam, mara baada ya kushuhudia na kuona baadhi ya matukio ambayo yalijitokeza katika uzinduzi huo wa wiki ya Simba, lakini pia kushuhudia baadhi ya matukio ambayo yalitokea katika uzinduzi wa jezi mpya za mnyama Simba Sports Club ambazo tutazitumia msimu, mambo yalikwenda vizuri kabisa kama ambavyo yalipangwa. Lakini pia katika story ya pili ndani ya wiki katika Simba TV na kuletea utekelezaji wa wiki ya Simba. Mara zote tunakuaga na utaratibu katika wiki ya Simba, kuna vitu tofauti tofauti au matukio tofauti tofauti ambayo huwa tunafanya. Miongoni mwa matukio hayo ni kuchangia damu. Baadhi ya watu kutoka katika mikoa tofauti tofauti wana Simba wamekuwa wakijishughulisha na shughuli hizo. Lakini hapa Dar es Salaam zoezi zima lilianza siku ya kwanza kufanyika pale Gongo la Mboto mwisho pamoja na Karume, na siku zilizofuata katika maeneo mengine tofauti tofauti. Katika uzinduzi au katika shughuli hiyo ya uchangiaji damu, semaji la CAF aliongoza baadhi ya mashabiki wa Simba Sports Club ambao wenyewe walijitokeza pale Gongo la Mboto na walichangia damu kadri ambavyo Mwenyezi Mungu aliwajalia. Namba ya watu ilikuwa kubwa, watu walijitokeza wengi wa kutosha kama ambavyo vile pengine ilitarajiwa au ilitamani kutokea, na ndio hivyo hivyo ambavyo ilitokea. Tumepata nafasi pia katika zoezi hilo kuwepo mtoto wa rais wa club ya Simba Mohamed Dewji. Mtoto wake alijitokeza akitambulika kwa jina la Abbas Dewji. Alijitokeza katika shughuli hiyo, alichangia damu, alitoa damu, alifanya utaratibu kama ambavyo ulipaswa na ulihitajika, na zoezi lilikwenda vizuri, na maana baada ya kumaliza aliendelea na majukumu yake. Katika story tupate nafasi ya kumsikia semaji la CAF Ahmed Ally akizungumza. Tukitoka kumsikia semaji tutakuja kumsikia mtoto wa rais wa club Mohamed Dewji, mtoto wake akitambulika kwa jina la Abbas Dewji, lakini mwisho tutakuja kuwasikia baadhi ya mashabiki ambao wenyewe walijitokeza katika uchangiaji huo wa damu. Hakuna kipindi ambacho huwa najisikiaga raha kama kipindi cha wiki ya Simba kinachohusiana na kutoa damu. Huwa najisikia raha sana kuchangia damu kwa sababu naamini damu nayotoa inaenda kusaidia maisha ya Mtanzania mwenzangu ambaye simfahamu, lakini inaweza ikarejea vile vile damu hiyo ikaja ikanisaidia mimi mwenyewe. Kwa hiyo unapofika muda wa kuchangia damu, kwangu mimi huwa ndio tukio bora zaidi kwenye matukio ya wiki ya Simba.
Kiuhalisia hawa watu wanafanya hivyo kwa mapenzi na klabu yao, lakini Watanzania wameamka na kuelewa kwamba hii damu ina maana kubwa sana kwako wewe mwenyewe. Ukiwa na hii kadi, utakapochangia damu ukawa na hii kadi, ukienda hospitali aidha ndugu yako au wewe mwenyewe ukaonesha hii kadi, unapata damu bila kipingamizi chochote. Tofauti na ile mkifika na nduaya, ndugu jichangeni, mumletee ndugu yenu damu. Yaani ukiwa na hii kadi umefika zako hospitali Muhimbili, Mwananyamala, sijui Gunga, hospitali yoyote, ukiwa na kadi hii ukaonesha kadi hii, ndugu yako au wewe mwenyewe unapewa damu kutoka hapo hapo hospitalini. Haina haja ya kuchangishana, haina haja ya kusubiri. Kwa hiyo hicho unachokifanya, unaweka hazina yako wewe mwenyewe kwa hapo baadaye. Kwa hiyo hawa watu wote ambao unaona wamekuja hapa, wamekuja kujiwekea hiyo hazina yao, wamekuja kuwekeza kwa ajili yao na ndugu zao na Watanzania wenzao. Na mimi nitoe rai na wito, tunapoitisha matukio kama haya, wanasimba na Watanzania wayachukulie kwa umakini mkubwa, kwa sababu yana faida kubwa kweli kweli. Zoezi hili sio Dar es Salaam tu pekee, zoezi hili ni la kitaifa. Wanasimba wa mikoa yote wanawajibika kuchangia damu kupitia tawi, kupitia umoja wa wilaya, umoja wa mkoa, wanajikusanya katika hospitali husika, wanakwenda wanachangia damu. Wanasimba nchi nzima wanapaswa kufanya hivi. And this is a great initiative, and everyone watching, please come and give blood. And how do you feel to be here for the first time? It's my first time ever giving blood. It feels very good. It's not very painful and very smooth process. Changia damu, ukuo maisha. Naitwa Halima Ibrahim, mwana Simba kindakindaki. Sijawahi kufeli, sijawahi kata tamaa. Naipenda Simba yangu. Umejisikiaje kuwa miongoni mwa watu ambao wamechangia damu hela? Najisikia furaha sana, maana kuna leo na kesho mimi na familia yangu na ndugu na jamaa wengine wanaweza kukosa damu, na nikawa nimewachangia na wenyewe wakanufaika na damu yangu. Sawa, washauri wa mama, ndugu, jamaa na marafiki ambao wako nyumbani au wanasikiliza kuja eneo hili. Ushauri wangu katika mambo ya uchangiaji damu, kwanza tusiogope kuchangia damu. Maana ndugu ni huwezi kuchangia damu bila kupimwa, utapimwa, utashauriwa. Na asiyechangia damu sio kwamba labda ana matatizo, hapana. Ukute labda presha yake iko chini sana au juu sana, au pengine uzito wake ni mdogo au damu yake ni ndogo. Kwa hiyo sio kama atakatishwa tamaa hawezi kuchangia, hapana. Kuchangia damu, kama damu yako inatosha na inafaa kuchangia, utachangia. Kwa hiyo nachohamasisha kwamba wasikae nyuma katika uchangiaji damu. Tuchangie damu ili tupunguze vifo vya ambavyo visivyokuwa na msingi. Hakuna shida yoyote, hakuna yani ni raha. Upungukiwa na kitu chochote, sio kama tumechangia unatoka hapo unasikia kizunguzungu, hapana. Ni raha, yani unatoka pale uko vizuri, uko fiti na una amani. Naam, nadhani utakuwa umeenjoy na kufurahi hadi hivi sasa kushuhudia Simba TV. Pengine ulikuwa ukitamani kusikia au kuona vile ambavyo ulikuwa ukijiuliza, ulikuwa ukisikia katika maeneo ambayo sio rasmi. Sasa umepata nafasi ya kuona na kushuhudia katika eneo mojawapo rasmi. Katika Simba TV ndani ya juma hili, story ya tatu ambayo tunakuletea wewe mpenzi mtazamaji ni kuhusiana na interview au mahojiano maalum ambayo tulifanya na mchezaji wetu mpya Nathaniel El Chilambo mara baada ya kusajiliwa kuwa mchezaji mpya wa Simba Sports Club. Hatimaye alizungumza kwa mara ya kwanza ndani ya Simba TV, lakini pia alizungumza kwa mara ya kwanza mbele ya idara ya habari. Alizungumza vitu vingi vizuri, mambo mengi mazuri ambayo pengine mashabiki walitamani kusikia, kuona, na sasa ni wakati wake sasa kwenda kushuhudia mahojiano haya maalum ya Nathaniel El Chilambo akizungumza kwa mara ya kwanza. Historia yangu fupi kwenye soka, baada ya kumaliza form 4 nikapata chance ya kwenda Love Shooting, timu ya vijana. Na ninamshukuru Mungu pia, Love Shooting timu ya vijana nilipofika nilipata muda wa kucheza kama wiki moja hivi. Nikapata bahati ya Chazi Boniface Mkwasa kunipanisha timu ya senior team, na nikacheza msimu wa kwanza na nusu, ndo nikapata pia fursa ya kwenda Azam. Baada ya kumaliza Azam misimu yangu mitano, namshukuru Mungu msimu huu nimeweza kupata tena fursa kuja kujiunga na timu kubwa Simba Sports Club. Kuna situation unakuwa unapitia, unaona kabisa kwamba kwa upande wangu mimi kuna situation ambazo nilikuwa napitia kwa sababu kwamba nilipitia injury.
kuna sometime labda ndo kama hivyo maneno ya mashabiki sometime wanakuwa wakiongea, lakini kwa wachezaji vitu kama hivyo hapo ni kawaida. Lakini sasa unajua ukishavipokea vile vitu na ukiviweka kichwani, kuna muda vinakuwa kama vinakutoa mchezoni, lakini kikubwa ni kuwa tu smart, na kwa sababu hii ni kazi yangu na siku zote mashabiki wanahitaji vitu vizuri. Kwa hiyo ndio changamoto ambazo labda nilipitiaga, lakini kwa kuwa mimi mwenyewe natambua kuna mshukuru Mungu hadi hapa nilipofika leo. Kuna tofauti ya timu hizi zingine hata kwenye masuala ya maslahi, the way jinsi unavyoishi. Mimi kwa umri wangu sikutegemea kwamba mimi leo hii kwa umri wangu naweza labda nikamiliki gari. Kuna mambo mengine ambayo nimeyafanya, yani sikutarajia, lakini kwa kubwa namshukuru Mwenyezi Mungu. Hizo ndo ambazo vitu vizuri ambavyo nimevipitia pia. Mungu ni mwema sana. Yani Mungu ni mwema sana. Kama ulivyosema, sometimes changamoto zinakuwa kubwa, mtu kutoka timu kubwa kwenda timu kubwa. Lakini kwa upande wangu mimi namshukuru Mungu, yani kuanzia katika uongozi wa Simba ilifanya taratibu zake kabisa kwa ufasaha, tukamaliza kila kitu kwa ufasaha. Kwa nashukuru sana, na hata kwenye upande wa Azam ni sema ambao pia hakuna shida. Kwa hiyo ni wao wenyewe pia wamelizia kutokana na maamuzi yangu ambayo mimi mwenyewe nimeyafanya. Kwa namshukuru sana Mungu kwa hilo. Mchakato wangu ulikuwa, nakumbuka tulikuwa tumecheza mechi ya mwisho, mechi ya Mapinduzi kule. Tukachezaga nusu finali ile. Kwa mchakato wangu ulianzaga hapo, lakini before pia kipindi kocha Fadru alikuwepo. Kwa mchakato wangu namshukuru Mungu, kuna nyakati ambazo zilikuwa barua zinakuja, lakini timu yangu ilikuwa haipo tayari kuniachia kwa muda huo. Lakini kutokana pia na mkataba wangu ulikuwa unaisha msimu huu, kwa hiyo imekuwa ni rahisi hata kwangu mimi pia kufanya maamuzi, kwa sababu nilikuwa nashindwa kufanya maamuzi kutokana pia kwanza nilikuwa na mkataba na timu yangu. Kwa hiyo namshukuru Mungu pia kupata hii fursa ya kuja kujiunga na klabu ya Simba. Yani kwa sababu mimi kwanza ili jina ambalo mimi nimelichukua, jina la Nathaniel Chilambo, ni jina la babu yangu, ambaye babu yangu mimi alikuwa ni askofu mkuu. Kwa mimi nimebeba jina ambalo ni mtu ambaye alikuwa ni askofu mkuu. Na mimi kwa upande wangu, kwa sababu sisi tumelelewa katika mazingira ambayo ni ya dini sana kwa upande wetu sisi. Kwa hiyo kwangu mimi imekuwa ni rahisi kubwa sana. Yani imekuwa ni rahisi sana, na mimi unavyoniona bwana, namshukuru Mungu nimeweza kuokoka na kumchagua Yesu kwa mwokozi wa maisha yangu. Kwa hiyo kwangu mimi pia imekuwa ni rahisi sana kwa nikanika nafanya ibada, kwa sababu Mungu ndo kila kitu, yani Mungu ndo kila kitu. Naam, nadhani utakuwa umeenjoy na kufurahi kushuhudia Simba TV ndani ya juma hili. Kadri ambavyo unasikia utamu, raha na furaha kushuhudia Simba TV na kuona matukio ambayo umeandaliwa katika Simba TV, ndo hivyo hivyo ambavyo muda umekuwa ukitutupa mkono ndani ya Simba TV katika juma hili. Sina la ziada. Nadhani utakuwa umeenjoy na kufurahi kushuhudia vile vyote ambavyo tumekuandalia ndani ya Simba TV. Na mwisho wa Simba TV ndani ya juma hili ni maandalizi ya Simba TV ndani